Fumbo la agonia, dhiki kuu, kadiri ya mwinjili Luka ile sura ya 22 aya 44 inatujengea pia msingi mkuu wa kuthamini utu na kuutakasa udhaifu wa mwanadamu. Katika ulimwengu unaoelekea kumdharau mtu anapopitia katika msongo wa mawazo ambao haumjali mtu mwenye hofu nyingi ndani mwake, ambao haumjali mtu aliyekuwa dhaifu wa nafsi, Kristo anadhihirisha kuwa kuhisi uchungu na hofu si dhambi, bali ni sehemu ya ubinadamu wetu sisi tulioumbwa kwa nyama na damu. Kwa kuteseka na kumwaga jasho la damu katika ile dhiki kuu, agonia, Kristo anachukua hizo hofu zetu, huo msongo wetu na mateso ya kisaikolojia yanayotukabili. Ndio kuna lugha ya siku hizi inashika hatamu, changamoto ya afya ya akili. Kumbe kila mara tunapokuwa na msongo sana ndani mwetu, pengine kutokana na shida fulani inayotukumba katika maisha yetu, tunapokuwa na hofu pengine kwa sababu ya makosa tuliyoyafanya katika jamii, tunapopitia mateso ya kisaikolojia, hebu tumshirikishe Kristo, tusibaki peke yetu. Kristo anajua hiyo hali, alikwisha kuipitia, anaipitia na anawaona wengi watakaopitia. Tumshirikishe Kristo, na tunapomshirikisha Kristo, Kristo anatusaidia kutupatia ufumbuzi kwa changamoto ambazo zimetufanya zituingize katika hiyo hofu kubwa, katika huo msongo mkubwa, kwenye hayo mateso makubwa ya kisaikolojia, kwenye hiyo changamoto ya afya ya akili. Hii inamaanisha kuwa hakuna mtu anayepitia maumivu ya ndani aliyeachwa peke yake. Kristo alitangulia kuingia katika hiyo dhiki unayopitia wewe, ama utakayopitia wewe, ama anayopitia jirani, ndugu, rafiki na jamaa yetu. Kristo alikwisha kuingia katika dhiki zetu na kuzipa thamani ya kuziunganisha na neema ya msalaba. Neema ya msalaba inashinda, inabeba, inachukua dhiki zote. Mpendwa msikilizaji, fumbo hili la agonia kadiri ya mwinjili Luka sura ya 22 aya 44 inatuletea fundisho kuu la kichungaji kuhusu nguvu ya sala wakati wa mapambano. Mwandishi Luka anabainisha kuwa Kristo alipokuwa katika dhiki kuu, hakubaki tu akipiga makelele ya kuwalaumu wale ambao walikuwa wamelala, waliomsindikiza lakini hawamjali, waliokuwa karibu yake lakini hawaoni dhiki anayopitia, na hivyo kuendeleza ile hali ya msongo ndani mwake. Hapana, Kristo alipiga magoti, akaomba kwa bidii. Ndio mwandishi anatuonyesha hivi. Njia kutoka katika maumivu, udhalilishaji unaopitia ama unaouona wowote wa kibinadamu, si kukimbia uhalisia, bali ni kuongeza bidii katika sala na kuwa mnyenyekevu mbele ya Baba.